الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumanne tarehe 28 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 miladia. Tunaendelea na alqawaid almuthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi alhusna. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. وتنوكنوشا صفة الله عز وجل wanathibitisha sifa ya kutaka kwa Allah azza wa jalla, na wanaikanusha sifa ya rahma, sifa ya huruma. Athbatu sifata al-irada lidalalati as-sam'i wal-aqli 'alayha, wanathibitisha sifa ya kutaka kwa sababu ya ufahamisho na dalili ya kusikia na akili juu ya sifa hiyo ya kutaka. Ahlu ta'til wanathibitisha katika sifa za Allah sifatul irada, sifa ya kutaka, na hapo hapo wanakanusha sifa ya Allah ya huruma. Sifa ya kutaka ni katika baadhi ya sifa wanazothibitisha watu wanaokanusha sifa za Allah kwa dalili ya kusikia na akili ya sifa hiyo ya kutaka. Amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala walakinna Allaha yaf'alu ma yurid, lakini Allah anafanya anavyotaka. Kwa aya inathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa hiyo ya kutaka. Wa amma al-aqlu, ama akili, fa inna ikhtilafa al-makhluqat وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. tofauti ya viumbe na kuwahusu baadhi ya viumbe kwa sifa ambazo yakhtassu bihi, huhusika nazo, min dhatin, sifa ya dhati, au wasfin, au sifa ya sifa, dalilun ala al-irada. Hii ni dalili ya kutaka kwa Allah azza wa jalla. Tofauti ya viumbe na kuwahusu baadhi ya viumbe hao kwa sifa au kwa dhati ambayo haikufanana na dhati ya kiumbe kingine ni dalili ya kutaka kwa Allah azza wa jalla. Hii ni sifa ya irada. Wanafau rahma, wanakanusha sifa ya rahma, ya huruma ya Allah azza wa jalla, لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. wanakanusha sifa ya huruma kwa sababu inalazim ulaini wa mwenye huruma, inalazim kwamba huyu mwenye huruma awe laini kwa yule anayehurumiwa, na jambo hilo ni muhali katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ونسمع إن الرحمة لا يمكن أن يوصف الله بها. huruma haiwezekani Allah kusifiwa na huruma, liannaha tadullu ala riqqatin walinin wa ni'taf, sababu huruma inafahamisha rikka, wepesi na ulaini. Wama ashbaha dhalika mimma dhakaru, na yanofana hayo katika waliotaja. Wa hadha naqsun, hii ni upungufu kwa Allah. Wa ghafalu an dalalati al-aqli alaiha, wameghafilika na dalili ya akili juu ya huruma hiyo ya Allah. Fahadhihi an-ni'amu al-kathiratu ash-shamila, neema hizi nyingi zinazoenea, wandifa'u an-niqami, na kuzuia adhabu, yadullu ala ar-rahma. Hii inafahamisha huruma za Allah kiakili tu. Neema hizi nyingi zinazoenea viumbe vya Allah, wandifa'u niqab, na kuzuiliwa na adhabu, yadullu ala rahma,
hii inafahamisha huruma za Allah. Bal dalalatuhu ala arrahma awdahu bikathirin min dalalati at-takhsis ala al-irada, bali kufahamisha kwake juu ya huruma za Allah kuko wazi zaidi kwa hali nyingi kuliko kufahamisha takhsis ya irada, kwamba anataka Allah peke yake hana huruma. Qala hatta al-aammi yakhruju min baytihi ithra al-matar wa yaqul bi rahmatillahi mutirna. Hata mtu ami ambaye si msomi akitoka nyumbani kwake baada ya mvua kunyesha anasema bi rahmatillahi mutirna, tumeletewa mvua kwa huruma za Allah. Fayastadillu bil matar ala rahmatillah, anatolea dalili kwa mvua hiyo kwa huruma za Allah, kwamba mvua inavyonyesha ni huruma za Allah. Fayuqalu lahum inna dalalata al-aqli على ثبوت الرحمة بما نشاهده من النعم الكثيرة واندفاع النقم أجلى وأظهر وأوضح من دلالة التخصيص على الإرادة. tumeelewa ufahamisho wa akili uthubutu huruma za Allah kwa haya tunaoyaona, neema nyingi anazotuneemesha, kuzuiliwa adhabu. Hii iko wazi zaidi kuliko dalalati takhsis, kufahamishwa kumhusisha Allah na kutaka peke yake bila huruma. ثم قال الشيخ وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. hawa nukanusha sifa hii ya huruma wanayafanyia tawil dalili za kusikia zinazofahamisha huruma ya Allah, wanazifanyia tawil na kuzibadilisha ila alfi'li au iradati alfi'li, kwamba ni kitendo cha Allah au anataka kutenda Allah. Fafassaru arrahima bilmun'imi au muridi al-in'am, wanaifasiri rahim inna Allaha ghafurur rahim, wanafasiri rahim kwamba ni mwenye kuneemesha au mwenye kutaka kuneemesha, wanafasiri hivyo. Kwa hiyo ni ta'wil na ni tahrif, sio maana ya rahimu hiyo. tumefahamu? idhan wa awwalul adillati as-sam'iyya المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. ومزفنيا تأويل دليل ذا كسكيا زنازو ثبتيش هرما يا الله، ونفنيا تأويل كما نكتندو أو نكتاك كتندو الله. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، ومفسير رحيم كما نموني كنيمشا أو موني كتاك كنيمشا. فنقول لهم تنامبيا الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية. huruma ya Allah imethubutu kwa Allah azza wa jalla kwa dalili za kusikia. wacha ili dalili ya akili, pia dalili za kusikia. wa adillatu thubutiha aktharu adadan wa tanawuan min adillati al-irada. dalili za kuthubutu rahma ya Allah ni nyingi kwa idadi na kwa sampuli zake kuliko dalili za kutaka kwa Allah. dalili za kwamba Allah ana huruma ni nyingi zaidi. faqad waradat bilismi mithla arrahmanir rahim, zimekuja dalili hizo kwa majina. haya ni majina ya Allah na ni sifa zake. sasa hapa imekuja kwa majina arrahmanir rahim, wasifa imekuja kwamba ni sifa mithla wa rabbukal ghafuru dhur rahma, Mola wako ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Walfi'li pia kwa vitendo mithla wa yarhamu man yasha, Allah anamhurumia anayemtaka. hizi zote ni dalili za kuthibitisha huruma ya Allah azza wa jalla. al-adillatu as-sam'iyya, dalili za kusikia kutokana na Qur'ani. يقول الشيخ لو تأملت الأدلة التي في القرآن والسنة لوجدت ذكر الرحمة أكثر من ذكر الإرادة.
lau ungefikiria dalili zilizo katika Qur'an na hadithi za huruma za Allah, ungepata kwamba kutajwa huruma za Allah dalili zake ni nyingi kuliko kutajwa dalili za kutaka. Wa hadha maalumun bitatabbu'i, jambo hili linajulikana kwa kufuatilia nususi hizi za Qur'ani na Sunna. Falqur'anu mamlu'un min dhikri rahma, Qur'ani imejazwa kutaja huruma za Allah. Wa amma al-irada fahiya aqallu minha bikathir, ama kutaka kwa Allah nususi zake na dalili zake ni chache sana. Aidan arrahmatu aktharu tanawuan min sifati al-irada, vile vile huruma ina sampuli nyingi kuliko sifa ya kutaka. Fal-iradatu waradat bi sifati al-fi'li, irada imekuja kwa sifa ya kitendo cha Allah. Qala ta'ala qul man dha alladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an au arada bikum rahmah, waambie nani atakayewahifadhi nyinyi na adhabu na Allah akiwatakia uovu au akiwatakia huruma? Nani atazuia uovu? Nani atazuia huruma za Allah zisikufikieni? Pia Allah asema walakinna Allaha yaf'alu ma yasha, lakini Allah anafanya anavyotaka. Lakin lam ta'ti bismi al-fa'il wala bil masdar, sifa ya irada haijaja kwa sifa kwa jina la ismul fa'il wala kwa masdar. Amma ar-rahma faqad waradat bil ismi, sifa ya rahma imekuja kwa jina, mithla ar-rahmanir rahim. Was-sifa imekuja sifa ya rahma kwa sifa, mithla wa rabbukal ghafuru dhur rahma. Wal fi'li na kwa kitendo, mithlu wa yarhamu man yasha. Walam taridil iradatu bil ismi, irada kutaka haijakuja kwa jina. Falaisa hunaka al-murid, hakuna nasi ya Allah kwamba ni al-muridu, hakuna hiyo. Walam tarid aidan bil wasfi falaisa fihi dhu irada, wala haikuja sifa ya kutaka kwa Allah kwa sifa. Falaisa fihi dhu irada, mwenye kutaka. Inma jaat bil fi'li faqat, imekuja sifa ya kutaka kwa kitendo tu. Kwa hiyo nasi zinazofahamisha huruma ya Allah ni nyingi zaidi kuliko nasi zinazofahamisha kutaka kwa Allah. Idhan ahlus sunna wanathibitisha sifa zote, sifa ya kutaka, sifa ya huruma, lakini muattila wanakanusha sifa ya. Tumefahamu? Wayumkinu ithbatuha bil aqli, na inawezekana pia kuithibitisha sifa ya huruma za Allah kwa akili. Fa inna an-ni'ama allati tatra 'ala al-'ibadi min kulli wajhin wan-niqama allati tudfa'u 'anhum fi kulli hin dalatun 'ala thubuti ar-rahmati lillahi 'azza wa jalla. Inawezekana kuthibitisha sifa ya huruma kwa akili, kwani neema hizi zinazofuatana kwa watu kwa kila upande. Wan-niqama allati tudfa'u anhum, na adhabu ambazo watu wanazuiliwa, min kulli hin, kila wakati. Dalatun ala thubuti rahmati lillahi azza wa jalla, zote hizo zinafahamisha kuthubutu huruma za Allah azza wa jalla. Dalalatuha ala dhalik abyan wa ajla min dalalati at-takhsis ala al-irada, ufahamisho wa huruma kwa hizo uko wazi zaidi kuliko ufahamisho wa kumhusu Allah kwa kutaka peke yake bila huruma. Lidhuhuri dhalika lilkhassa wal'amma, kwa kudhihiri hilo la huruma kwa khasa, watu maalumu na watu wanaoenea wote. بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. kinyume cha ufahamishwa kumhusu Allah kwa kutaka peke yake, hilo halidhihiri isipokuwa kwa mmoja mmoja katika watu. يقول الشيخ في الشرح الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد لقال نعم.
Allahu yuridu. Lau ungemuuliza mtu ammi, mtu ambaye si msomi, je, Allah anataka? Atasema ndiyo, Allahu yuridu. Fa idha sa'altahu bi ayi shay'in tathbutu al-iradatu min an-nahiyati al-aqliyya, kwa jambo gani ambapo huthubutu huko kutaka kwake kwa upande wa kiakili? Yakul li anna Allah yuridu, atasema hivyo sababu Allah anataka. Wa dhukira dhalika fil Qur'an, limetajwa hilo katika Qur'ani. Wala yastati'u an ya'ti bidalilin aqliyin, hawezi kuleta dalili ya kiakili ya kutaka kwa Allah azza wa jalla. Hawezi kuleta dalili ya kiakili mtu ami, mtu ambaye si msomi. Lakin law ta'ti ila ammiyin wa taqulu lahu, law kimfuata huyo ammi, mtu ambaye si msomi, ukamuuliza halillahu yarhamu, je, Allah ana huruma? Yakulu naam, atasema ndiyo. Wataqulu lahu a'tini ad-dalil al-aqliyya au al-hissiyya ala ar-rahma, nipe dalili ya kiakili au dalili ya dhahir ya huruma za Allah. Yakulu ala tara an-ni'mata al-an, huoni hizi neema hivi sasa? Fallahu yunzilu al-ghaith, Allah anateremsha mvua. Wayumbitu an-nabata, Allah anamea hizi mimea inavyomea ni yeye. Wayajlibu al-arzaq, riziki hizi anazileta yeye. Fakullu hadha yadullu ala ar-rahma, yote haya anafahamisha huruma za Allah. Dalili za kiakili atazileta huyo mtu ambaye hata si msomi. Idhan dalalatu al-aqli ala thubuti sifati ar-rahma lillahi ta'ala abyan wa ajla min dalalatihi ala thubuti al-iradati lillah. Kwa hiyo dalili za kiakili za kuthubutu sifa ya rahma kwa Allah azza wa jalla ziko wazi zaidi kuliko dalili za kuthubutu sifa ya kutaka kwa Allah azza wa jalla. مفهوم هذا؟ وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين، أما كوكانوشا صفة يا رحمة كهوجة يا كوانبا تستلزم اللين والرقة، رحمة نهرما هنا ulazimu ulaini na wepesi kwa Allah. فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. jawabu la hoja hiyo tata yao ni kwamba hoja hii lau ingekuwa iko sawa, pia ingewezekana kumkanushia Allah kutaka. لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال يكسما الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة. ingekuwa inasema kutaka ni mailul muridi, ni kupotoka yule mwenye kutaka kwenye jambo ambalo analitarajia kupata manufaa au kuzuia madhara. Wa hadha yastalzimu alhaja, na hii inalazimu mahitaji. Wallahu ta'ala munazzahun an dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala ametakaswa na hilo la kuhitajia. Al-irada mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfa'a au dafa madhara, ni yule mwenye kutaka kupotoka kuelekea kwenye jambo ambalo analitarajia kupata manufaa au kuzuiliwa madhara. Wa hadha yastalzimu alhaja, hii inalazimu kuwa ni muhitaji huyo. Na Allah azza wa jalla munazzahun an dhalik, ni mwenye kutakaswa na jambo hilo la kuhitaji. Allah hahitaji kitu. tumefahamu? يقول الشيخ في الشرح إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، فنسأل هل هذه الصفات ممتنعة عن الله عز وجل؟ je, sifa hizi zinazuiliwa kwa Allah azza wa jalla? Waljawabu alladhi nara annahu laysa mustalziman an yakuna Allah azza wa jalla layyinan wa raqiqan liman yastahiqu arrahmata wala mani. Jawabu ni kwamba hatuoni
kwamba sifa hii ina lazim kuwa Allah azza wa jalla ni mlaini kwa anayestahiki kuhurumiwa, wala mania wala hakuna kizuizi cha hilo. وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإنا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. itawalazim nyinyi katika sifa ya kutaka kama inavyowalazim nyinyi sifa hii ya huruma. فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة. إرادة hivyo ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة به إلا رجل ليس له عقل. haiwezekani mtu kutaka jambo ambalo halitarajii manufaa wala hatarajii kuzuia madhara. Hakuna hiyo, isipokuwa mtu ambaye hana akili labda. Lakini kila mtu akitaka jambo, aidha anatarajia manufaa kwa jambo hilo au jambo hilo litamzuilia madhara. فإذا إذا أثبتتم الإرادة لازم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته. والله عز وجل لا يحتاج إلى انتفاع بشيء ولا تلحقه مضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه. فما يلزمهم في الرحمة يلزمهم في الإرادة. yale ambayo yanayolazimu katika sifa ya huruma za Allah pia yanayolazimu katika sifa hii ya kutaka. Mbona wanathibitisha irada, wanakanusha rahma? wanaelewa vizuri. إذن فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. ingewezekana pia kukanushwa kutaka kwa Allah kama isivyowezekana kwao hiyo huruma ya Allah. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. الله متكسر na mahitaji, hahitaji jambo. فإن أجيب likijibiwa jawabu hilo بأن هذه إرادة المخلوق, kwamba hii ni kutaka kwa kiumbe, ndio huko ambako kutaka kwa kiumbe hutarajia manufaa, kupata manufaa au kuzuiliwa madhara. amkana aljawabu bimithlihi fi rahma, itawezekana jawabu la mfano wake katika huruma. bi anna arrahmata almustalzimata linnaqsi hiya rahmatul makhluq, huruma ambayo inalazimu upungufu, hiyo ni huruma ya kiumbe, si huruma ya Allah. Allah hana upungufu. kama muona hiyo sifa irada, hiyo mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfaa au dafa madhara, kwamba hiyo ni sifa ya viumbe, na hii pia mnaokusudia kwa Allah pia ni sifa ya viumbe, si sifa ya Allah, kwamba kila rahim au rahim ana riqa na lin, hiyo ni sifa ya viumbe. kwa hiyo huruma ya Allah hailazimu kwamba yeye Allah ni mpungufu. ولم نقل الرحمة المستلزمة لللين والرقة. قال الشيخ وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل. وهيلي itabainika ubatili wa madhehebu haya ya wanaokanusha, watu wanaokanusha sifa za Allah, sawaun kana ta'tilan 'amman au khassan, sawa kulikuwa kukanusha kwao ni kwenye kuenea au ni kukanusha kwa baadhi ya sifa. وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. وهذه itajulikana njia ya Ash'ira na Maturidiyya katika majina ya Allah na sifa zake, wa mahtajju bihi lidhalik, na wanaotolea hoja kwa hayo, la tandafi'u bihi shubahul mu'tazila wal jahmiyya, hazitaondoka
kwa hilo shubha za hao Mu'tazila na Jahmiya. Wadhālika min wajhain, na hilo ni kwa njia mbili. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها. hiyo ni njia iliyozushwa, hakuwa juu yake Mtume صلى الله عليه وسلم wala watu wema ummati huu na maimamu wao. Walbid'atu la tudfa'u bilbid'a, bid'a haizuli kwa bid'a nyingine. والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. بدعة هيزويلي وبدعة، بدعة إنزويلي وسنة. على هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. huni msingi wenye faida katika mambo ya kielimu na mambo ya kivitendo. Albid'atu la yumkinu an nadfa'aha bibid'atin abada. Bid'a haiwezekani tuizuie kwa bid'a nyingine milele, sawa kana ilmiya au amaliya, sawa ni elimu ya vitendo au ni ya ilmu au ya vitendo, bid'a ya ilmu au ya vitendo. Mithalu albid'ati alilmiya huna bid'atu al-ash'ira. Asema mfano wa bid'a ilmiya hapa ni bid'a ya Ash'ira, haithu qalu inna sifati allati athbatnaha. Wanasema Ash'ira, sifa hizi ambazo tumemthibitishia Allah, wa hiya sab'u, sifa saba, dalla alaiha al-aqlu, akili ndio imefahamisha sifa hizo, fayajibu ithbatuha, ni lazima kuzithibitisha. Wa maana fainahu min as-sifati, na tulizozikanusha katika sifa, fali anna al-aqla lam yuthbitaha, ni kwa sababu akili haijazithibitisha sifa hizo. Kwa wao wanafuata akili zao. Akili zikithibitisha sifa za Allah wanathibitisha sifa hiyo, akili zao zikikataa sifa hizo wanazikataa sifa za Allah. إذن البدعة لا تدفع بالبدعة، إنما تدفع البدعة بالسنة النبوية الصحيحة. فقالوا إذن نحن أهل العقول نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة كما يزعمون. ونسمى sisi ni watu wa akili, kwa tunawarudi Mu'tazila, tunawarudi Hashawiyya na Mushabbiha kama wanavyodai. Amma salafiyun fala naruddu alayhim, ama salafiyun hatuwarudi, lianna salafiyina indahum la yuthbituna ma'na, sababu salafiyun hawathibitishi maana. رجل يقول أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط، mimi sitekelezi isipokuwa kusoma Qur'ani na sunna, hadithi peke yake. Wala atakallamu fil maana, wala sizungumzii maana. Man yaruddu alayhi, nani atakayemrudi huyo? Lihadha hum yaqulun nahnu la naruddu ala salafiyin, sisi hatuwarudi salafiyin, lakinna naruddu ala alhashawiyya walmushabbiha, tunawarudi hao hashawiyya na mushabbiha. Wa kullu man athbata as-sifati fahuwa indahum hashawiyyun mushabbih, kila anayethibitisha sifa za Allah kwao hao Ash'ira na Maturidiyya, kwao ndio hashawi na mushabbih. Hashawi ni mtu ambaye hana maana, mushabbih ni yule mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake. Fanaqulu lahum innal bid'ata la turaddu bil bid'a, kwa tunawaambia bid'a haizuiwi kwa bid'a. Wa tariqatukum hadhihi mubtada'a, njia yenu hiyo na itikadi hiyo ni njia imezushwa. Liannakum taqulun nuthbitu sifatin wala nuthbitu sifatin ukhra, nyinyi mnasema tunathibitisha sifa, baadhi ya sifa, na sifa nyingine hatuthibitishi. Ash'ira na Maturidiyya wanathibitisha sifa za Allah saba peke yake: al-irada wal-qudra wal-haya wal-kalam was-sam'u wal-basar, na sifa nyingine ya saba nimeisahau.
sifa hizi tu, nyingine zote wanazikataa za Allah. Huruma, hana huruma Allah, hana ilmu. Unaona? Sasa itakuwaje Allah hana huruma, Allah hana ilmu? Inawezekana hivyo? Yumkin, mustahil. Hizi ni sifa za upungufu, na Allah ni kamili, sifa zake zote yuko kamili Allah. Wao wanapunguza sifa hizo. Kwa wao sifa, kauli yao hiyo ni uzushi. Kaisema nani? Mtume hajasema hivyo, masahaba hawajasema hivyo, kwamba tuthibitishe baadhi ya sifa, nyingine tuzikatae za Allah. Masahaba nani kasema hivyo? Sahabi gani kasema hivyo? Mwanielewa? Kama annahu aidan la yajuzu an nadfa albid'ata bibid'atin fil amaliyat. Hiyo ni bid'a katika ilmu, mfano huo. Sasa la yajuzu an nadfa albid'a bibid'atin fil amaliyat, haifai pia kuzuia bid'a kwa bid'a nyingine katika vitendo. Famathalan fi yaumi ashura, siku ya Ashura tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, arrafidha yaj'alunahu yawma huznin, mashia rafidha wanaijalia siku ile ni siku ya huzuni. Wayahzanun, na wanahuzunika. Ndio siku wanafanya maandamano na kujipiga piga makofi na kujichinja chinja, si ndio? Siku ya Ashura mashia wanafanya hivyo, wanajitoa toa madamu. Ni siku aliyouawa al-Hussein, ni siku aliyouawa al-Hussein, ni siku ambayo Nabii Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa Nabii Musa na Bani Israil na unyanyasaji wa Firaun. Ni siku hiyo ya Ashura. Kwa hiyo mashia siku ile kwao ni siku ya huzuni, wanajikatakata miili yao na kujitoa madamu. Wala yaftahuna almatajira min alyawm at-tasi, hawafungui sehemu za biashara siku ya 9 Tasua. Fakana hunaka unasu min ahli alkhair qabaluhum waja'alu yawma ashura yawma farahin wa surur. Hamdulillah. Kwa kuna watu wa khairi wamewakabili rafidha, wakajalia siku ya Ashura nayo ni siku ya furaha. Unaona, wanazuia bid'a kwa bid'a nyingine. Rafidha wanaijalia ni siku ya huzuni, sababu aliuawa al-Hussein, mjukuu wa Mtume sallam. Watu wengine ambao ni watu wa khairi wanaijalia siku ya Ashura ni siku ya furaha. Wayajaluna fihi ihtifalat, wanafanya sherehe. Wayuzayyinuna auladahum, wanawapamba watoto wao. Wayuwazzi'una alayhim alhadaya, wanawagawanyia zawadi. Wayatazawarun, wanazuriana kama siku ya Idi wanaifanya. وقد أدركنا بعض الناس إذا كان يوم عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الطعام ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد. Sheikh anasema tumediriki baadhi ya watu ikifika siku ya Ashura wananunua nyama, wanapika vyakula, wanavigawanya, wanasema hii ni siku ya Idi. Kwa nini? Wanakabili bid'a ya huzuni ya marafidha, wao wanafanya ni sherehe kwao. Sasa hii ndiyo kuzuia bid'a kwa bid'a. Unaelewa? Idhan naqulu hadhihi bid'a, hiya furaha pia ni bid'a. Qalu innana nuridu an nuraghima ar-rafidha, sisi tunataka kuwaudhi rafidha. Rafidha wao huzunika, sisi tufurahika, tunataka kuwaudhi. Naqulu la turaghimuhum bi bid'a, msiwaudhi kwa bid'a nyingine. Sasa وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل, wanaudhiwa kwa kubainisha kwamba hayo wanaoyafanya ya huzuni ni batili. Hivi ndio wanavyoudhiwa. Wa amma an nabtadi'a, ama tuzishe bid'a ya furaha, fahadha la yajuzu, hii haijuzu. umeelewa? Idhan la tudfa'u albid'a bilbid'a, إنما تدفع البدعة بالسنة. ومثل ذلك نقول في الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. Ni mfano wa hivyo pia tunasema kwa wale waliozusha sherehe za mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idhara alfarahi bihi, kudhihirisha furaha kwa hilo. Innahu la yajuzu lana
an nuraghimahum biidhari alhuzni tilka al-laila, sisi haifai tuwaudhi wao kwa kudhihirisha huzuni ya usiku huo. Ni usiku aliofariki Mtume sallam, wao wanafurahika siku ya mazazi ya Mtume, sisi tunafurahika kwamba ndio siku aliyokufa Mtume. Sasa itafaa hiyo? Itafaa? Wao wanafurahika, sisi tunahuzunika kwa sababu ni siku aliyofariki Mtume hiyo. Umeelewa? Hiyo ndio nini? Daf'ul bid'a bibid'a. فالمهم أن البدع لا يمكن أن تبطل بالبدع أبدا. ومهم ni kwamba bid'a haiwezekani kubatilishwa kwa bid'a nyingine milele. Walbatil la yudfa'u bibatil, batili haizuiliwi kwa batil. Wa inma nadfa'u albatila bilhaqqi, isipokuwa tunazuia batil kwa haki. Fa idha aradta an tadfa' albid'a fadfa'ha bisunnah, ukitaka kuzuia bid'a izuie kwa sunna, wa illa kunta mutanaqidha, vinginevyo utakuwa wewe unajigonga gonga. Wa aidan la yumkinu an tudfa hujjatul khasmi bil bid'a, vile vile haiwezekani kuzuia hoja tata ya khasimu kwa kufanya bid'a. نقفنا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.